Yes, huu ni moja kati ya ni mradi wa ujenzi wa barabara ya Mkimbizi Mtwivila, na hali kama ambavyo unaona hapa umeshasogea hapa, ni jirani kabisa na sekondari ya Mtwivila, na mradi huu unatekelezwa na serikali kuu kupitia fedha za World Bank, na ni mradi ambao utasaidia wakazi wa Mkimbizi ambao miaka yote walikuwa wakilia na kadhia ya ubovu wa barabara. Kujengwa kwa barabara hii ya lami utasaidia uchumi wa wananchi wa eneo hili, thamani ya nyumba za maeneo haya kuweza kukua, lakini pia utaongeza uchumi kwa taifa, kwa sababu barabara hii pia inamwezesha mwenye gari kuweza kupita kutoka Dodoma mpaka kuingia Ruaha National Park, kupita kutoka Dodoma mpaka kwenda Mafinga bila kupitia mjini, kwa kupitia barabara ya Kiesa Kilolo, akatokezea Mkwawa akaingia eneo linaloitwa Mawelewele akaingia Zizi akaenda kuunganika na daraja la Isakalilo kwenda kutokea Kitwiru, au akaenda mpaka njia panda ya Tosa, ambako huko anaweza kwenda kutokea Tosa na baadaye anaenda kutokea kwenda Mafinga bila kuingia katikati ya mji. Hivyo kukamilika kwa barabara hizi kutasaidia kupunguza foleni pindi ambapo kuna misafara na foleni kubwa huko, mtu anaweza akapita bila kuingia mjini na akaenda Mafinga, akaenda Mbeya bila kuingia mjini. Ujenzi wa barabara hii kwa wakazi wa Mkimbizi wamekuwa wakiusubiri kwa muda mrefu. Ni maeneo ambayo yamekuwa na kadhia kubwa sana ya barabara. Toka nchi ipate uhuru, Mkimbizi haijawahi kuwa na barabara ya lami, hasa katika maeneo haya, zaidi ya kipande kifupi cha kutoka Mwangingo hadi msikitini ambako hicho kina lami, lakini maeneo mengi ya Mkimbizi yalikuwa hayana lami. Hivyo kujengwa kwa barabara hii ya lami ni fursa kwa wananchi wa kata ya Mkimbizi, ni fursa kwa wananchi wa kata ya Mtwivila kuhakikisha kuwa wanaunganishwa na lami, na nyumba ambazo zilikuwa zinapangishwa kwa gharama ndogo za Mkimbizi na Mtwivila kutokana na kadhia ya barabara, sasa nyumba hizo zitapangishwa kwa gharama kubwa kama maeneo mengine. Nachoweza kusema kwamba Mkimbizi itakuwa kama Gangilonga, Mkimbizi itakuwa kama maeneo mengine, kwa sababu kutakuwa na taa za barabarani, na barabara inajengwa kwa kiwango cha barabara ya Iringa Dodoma, kiwango cha barabara kiwango cha juu zaidi, ili kuhakikisha kuwa fursa hii inakuwa. Tuseme nini basi? Kwa niaba ya wakazi wa Mkimbizi, nasi pia ni wenyeji wa eneo hili, tushukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kukumbuka wananchi hawa, na natambua wazi kwamba uchumi utakwenda kukua. Natambua wazi ile kadhia ambayo wananchi walikuwa wakiipata ya magari yao kukwama, ama wakati mwingine kutofikisha gari nyumbani. Kwa sasa gari itafika nyumbani, na hii ni asante kwako serikali, lakini pia ni kodi ya Watanzania. Tunajivunia kuona matumizi sahihi ya kodi zetu. Sasa gari hili hapa, ngoma hii hapa, na ujenzi ungali ukiendelea, na hadi hapa sasa ni kama nusu tu ndio wamebakiza kuweza kumalizia zoezi zima. Sasa mimi hapa bwana, naitwa mpita njia Francis Godwin. Furaha yangu kuona ujenzi ukiendelea, furaha yangu kuona sasa Mkimbizi inakwenda kufunguka. Tunasema nini? Wahehe wanasema, Wahehe wakati, nikumbushe kitu, Wahehe wakiwa na furaha kuna nyimbo zao za wakati wa furaha wanazoziimba, na wakiwa na huzuni kuna nyimbo zao za huzuni ambao wanaziimba. Sasa wakiwa na huzuni wanaimba ukivaa vetu sovye tugimagimaela, wakiwa na furaha nakwambia tinywa tukilegea tuyagea sida. Shtuka, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee, mambo yanakwenda.